Uingereza inataka vita vya Ukraine vimalizwe kwa staili iliyofanyika katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewataka viongozi wa Ulaya kutayarisha mpango wa amani wa Ukraine kando ya mstari wa mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa Gaza. Shirika la habari la Axios limenukuu vyanzo. Waziri mkuu huyo amesema wakati wa mazungumzo ya simu na Volodymyr Zelensky na viongozi wachache wa Umoja wa Ulaya uliofanyika kufuatia mkutano wa kiongozi huyo wa Ukraine na Donald Trump mjini Washington siku ya Ijumaa. Viongozi wa Ulaya wanapaswa kufanya kazi na Marekani kutayarisha amani kwa Ukraine kwa kufuata mstari wa mpango wa Trump wenye pointi 20 kwa Gaza. Starmer aliripotiwa akieleza hayo wakati wa mazungumzo. Trump alimkaribisha Zelensky katika ikulu ya White House mapema siku ya Ijumaa baada ya kuzungumza kwa simu na rais wa Urusi Vladimir Putin siku iliyotangulia ya Alhamisi. Mkutano wa Zelensky uligeuka kuwa wa wasiwasi na kiongozi wa Ukraine alishindwa kupata uwasilishaji wa makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kulingana na shirika la habari la Axios. Majadiliano hayo yalipata hisia kidogo. Chombo hicho kilibainisha. Chanzo kimojawapo kilieleza mazungumzo hayo kama si rahisi na mwingine akayaita mabaya. Sasa kutokana na kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amefanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin wamepanga kukutana Budapest pengine wiki mbili zijazo. Imeelezwa kwamba sasa ni wakati wa mataifa magharibi kuona ni jinsi gani wanaweza kumshawishi rais huyo wa Marekani kutumia pointi 20 alizozitumia katika ukanda wa Gaza kumaliza vita kati ya Hamas na Israel. Zelensky ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwenye mstari wa mbele sasa, ambapo kupitia mkutano huo uliomalizika ghafla wakati Trump aliripotiwa kusema, nadhani tumemaliza, wacha tuone kinachotokea wiki ijayo, akimaanisha atakapokutana na kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin ambayo anatarajiwa kuandaliwa na Hungary. Sasa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliona hakuna njia nyingine isipokuwa tukubali kumalizika kwa vita hivyo. Rais wa Marekani ameeleza mara kwa mara kusikitishwa kwake na ukosefu wa maendeleo katika juhudi zake za kupatanisha amani kati ya Urusi na Ukraine, akikiri kuwa alidhani mzozo huo wa miaka mingi ndio ungekuwa rahisi zaidi kusuluhishwa kufuatia mazungumzo ya hivi punde na Rais Putin na Zelensky. Trump alisema katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba amewasihi wote wawili kukomesha mauaji na kufanya makubaliano. Baada ya mkutano na Trump, Zelensky aliashiria hamu yake ya kusitisha mapigano bila masharti katika mstari wa mbele wa sasa. Moscow imesema mara kwa mara inatafuta suluhu la kudumu ili kumaliza mzozo huo badala ya kusitisha kwa muda. Ili usitishwaji wa mapigano ufanyike, Urusi imesema kwamba Kiev lazima ijiondoe kutoka sehemu za mikoa ya zamani ya Ukraine inayomilikiwa na Urusi ambayo bado inadhibiti, wakati msaada wa kijeshi wa magharibi wa Ukraine lazima usitishwe. Moscow pia inaitaka Ukraine kutambua mipaka yake mipya na kuachana na matarajio yake ya kuendelea kutoa maeneo ambayo ilikuwa ikiamiliki, lakini pia kuwa sehemu ya NATO kwa manufaa yake. Wachambuzi wa mambo wameeleza kauli ya Starmer kwamba zitumike pointi 20 za Rais Trump alizozitumia katika eneo la ukanda wa Gaza, wakisema kwamba vita vya ukanda wa Gaza pamoja na vile vya Urusi na Ukraine vina tofauti kubwa. Kwanza kabisa ni kutokana na kwamba Urusi na Ukraine ni mataifa ambayo yanapigana ikiwa kama mataifa, tofauti na kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza ambapo Israel inapambana na makundi ikiwa ni pamoja na kundi la Hamas ambalo linaongoza katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Lakini pia vita hivi vinachangiwa na makundi mengine ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na kundi la Hezbollah pamoja na kundi la Wahouthi, licha kwamba inadaiwa Iran inatoa silaha kwa makundi hayo kwa ajili ya kupambana na Israel. Lakini pia jambo lingine ni juu ya historia iliyopo kati ya Israel na Palestina. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.